Basi Mungu wetu akubariki sana. Asante kwa kutazama Ndoto TV Jumamosi ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake. Karibu sana katika channel hii ya tafsiri ya ndoto yako, kiletewa nami mchungaji Peter Shamanjihia. Mungu akubariki. Kumbuka kuelewa maana ndoto yako inakuwa bora sana kwa usalama wako. Na kama vile mimi husema, ndoto sio mashambulizi ila ni ufunuo wa matukio katika ulimwengu wa kiroho. Leo hii nataka nikufunze tu hizi ndoto. Umewahi ota na mchumba wako wa kitambo mliachana? Umewahi ota ukiwa shuleni, umerudi shuleni, shule ambayo uliwahi soma kitambo? Ama unaota na nyumba ya kitambo nyumbani kijijini ambao leo ile nyumba haipo, ama mahali ambapo uliwahi ishi kitambo? Inaweza ikawa ni mji, ama unaona uko kwenye nyumba uliowahi kuishi kitambo. Ndoto hii ni ndoto rahisi sana. Ni ndoto ambayo unahitaji tu kuwa makini, kwa sababu ina maana ya kukuonesha kwamba kuna roho inataka kukurudisha nyuma, inataka kukurudisha kwa mateso ya kitambo, inataka kukurudisha kwenye maybe hata magonjwa ambayo uliwahi gonjeka kipindi fulani, ugumu wa kiuchumi, inataka kukurudishia kule kutokufaulu, past failure. Kwa hiyo unapoota ndoto hii, ni nini unapaswa kufanya? Unapoota ndoto kama hii, unapaswa kufanya nini? Kwa sababu ni ndoto inataka kukurudisha kwa baadhi ya matatizo ambamo ulishawahi toka ndani yake. Kwa hiyo kama umejikuta kwa hali hiyo, na ningependa utumie andiko hili, wa Korintho wa pili sura ya 5 aya ndogo 17. Unapaswa kutumia hii kuweza kuomba. Biblia inasema hivi: imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haya unayaona kwenye ndoto ni ya kale. Haya unayaona ile nyumba ya kitambo ni ya kale. Ex wako ni wa kale. Mahali uliko unaishi kitambo ni ya kale. Kwa hiyo unapoota ndoto hii, unapaswa kutumia andiko hili kumuomba Mungu na kusema: Baba, kwa jina la Yesu Kristo, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Leo hii mimi nimo ndani ya Kristo. Ya kale yamepita, sasa ni mapya. Ninakataa maisha ya kale. Ninakataa uchungu wa kale. Ninakataa matatizo ya kale yanayotaka kujirudia, maana mimi ni kiumbe kipya. Nakataa ya kale, natangaza mapya yamekuwa. Kutoka leo maisha yangu ni mambo mapya kwa jina la Yesu Kristo. Kisali hivyo utaona ushindi. Barikiwe sana. Kumbuka kusubscribe kwa channel hii. Hadi kipindi kijacho, shalom.